Day 2 News. We enlighten the dark side. Moja kati ya stori kubwa nyumbani Tanzania ni madai ya kutekwa kwa balozi wa zamani wa Cuba ndugu Humphrey Polepole, ambapo sakata hilo limeingia tena katika hatua nyingine mara baada ya wakili maarufu Peter Kibatala kutaka mamlaka za usalama nchini Tanzania kutumia rasilimali zote kuhakikisha hali ya usalama wa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole inajulikana na kuweka wazi kwa umma kufuatia taarifa zinazodai kuwa mwanasiasa huyo ametekwa. Kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa Oktoba 6, 2025, mawakili wa Polepole wakiwakilishwa na Kibatala wameeleza kuwa mteja wao amewahi kuhudumia taifa kama katika nyadhifa mbalimbali za utumishi wa umma, hivyo ni muhimu mamlaka kutoa taarifa rasmi kwa Watanzania na jumuiya ya kimataifa kuhusu usalama wake. Nikinukuu sehemu ya maelezo yake, anasema, tunazitaka mamlaka za usalama wa raia na mali zao kutumia mbinu na rasilimali zote za umma kuhakikisha na kisha kutoa taarifa kwa umma wa Watanzania na dunia kwa ujumla juu ya hali ya usalama na maslahi ya kisheria ya balozi mstaafu Humphrey Polepole, imeeleza taarifa hiyo. Amesema wataendelea kutoa taarifa zaidi kuhusu hatua wanazochukua kwa kushirikiana na watu na taasisi mbalimbali duniani kote ili kuhakikisha swala hilo linapata majibu ya wazi. Tamko hilo limekuja mara baada ya jeshi la polisi kutangaza kuwa linaendelea kufuatilia taarifa zinazosambaa mitandaoni zikidai kuwa Humphrey Polepole ametekwa, huku ikieleza kuwa bado linamsubiri ripoti kutoa maelezo kuhusiana na tuhuma alizotoa mtandaoni. Taarifa hiyo iliongeza kuwa Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria kuhojiwa katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, lakini hadi sasa hakutekeleza maelezo hayo. Ni sakata ambayo limeingia tena kwenye sura mpya mara baada ya kauli ambayo imetolewa na wakili wake akizungumza hayo ambayo nimekuambia. Kumekuwa kuna mitazamo tofauti katika mitandao mbalimbali hususan Instagram kuhusiana na sakata hili, ila hadi hivi sasa kauli ya mwisho ambayo imetolewa na jeshi la polisi ndio hiyo kwamba wanafuatilia, lakini pia wakatoa wito kwa Humphrey Polepole. Lakini pia kama utakumbuka, jana akihojiwa na BBC Swahili, kamanda wa Dar es Salaam Jumanne Muliro alizungumza na akahoji kwamba inawezekana vipi Polepole kutekwa wakati hakuwepo nchini Tanzania. Tutoka msikie Muliro. Mara kadhaa amekuwa akisema yuko wapi, kama umekuwa ukifuatilia. Sasa kama yuko nje ya nchi, anawezaje kufanyiwa hicho unachokisema nyumbani kwake? Unajua kuna vitu vingine lazima tufikiri wote kwa pamoja. Ndio nikuulize wewe na mimi tuulizane. Sasa kamanda, kwa sababu tumezungumza na ndugu zake wakathibitisha na wameenda kuripoti kituo cha polisi Mbweni, tukasema ni vyema tuzungumze na jeshi la polisi. Wanataka kutueleza kwamba amerudi lini kwa mujibu wa yeye? Mwezi uliopita. Na kweli unathibitisha alirudi? Mimi siwezi kuthibitisha, ila ndugu wametueleza kwamba walionana naye mwezi uliopita. Labda kwa kifupi sana. Naam. Taarifa hiyo kama unavyofuatilia wewe na mimi naifuatilia kutaka kujua ni nini. Day 2 News. We enlighten the dark side.